Anatolewa. Jamani, anatolewa, tuwe makini. Huyo. Naam, hivi ndivyo ilivyokuwa kwa mwanamke huyu ambaye alidaiwa kuwa ni mchawi na kudondoka katika ofisi za TANESCO. Na hapa mbele na kuletea taarifa kamili, langu jina ni Elias Mwagachi. Taharuki imetanda katika manispaa ya Songea mkoani Ruvuma baada ya mwanamke mmoja ambaye jina lake limehifadhiwa kukutwa akiwa uchi ndani ya ofisi za shirika la umeme Tanzania yani TANESCO. Inadaiwa kuwa mwanamke huyo alikuwa akisafiri kwa ungo yani kwa njia ya ushirikina kutokea Masasi mkoani Mtwara kuelekea wilaya ya Nyasa, lakini alijikuta akianguka katika eneo la ofisi hizo. Kwa mujibu wa taarifa zilizothibitishwa na kamanda wa polisi wa mkoa wa Ruvuma, Malko Chiria, tukio hilo lilitokea majira ya saa 9 usiku kuamkia tarehe 11 Machi 2025. Kamanda Chiria ameeleza kuwa baada ya mwanamke huyo kukutwa katika eneo la jengo la TANESCO na umati wa watu kuanza kukusanyika, uongozi wa shirika hilo ulitoa taarifa kwa kituo kikuu cha polisi Songea. Askari polisi walifika haraka eneo la tukio na kumkuta mwanamke huyo akiwa uchi wa mnyama, huku akiwa amejificha kwenye moja ya vyoo vya ofisi hizo. Baada ya mahojiano ya awali, maafisa wa polisi waliamua kumpeleka hospitali ya mkoa wa Songea kwa uchunguzi zaidi ili kubaini hali yake ya kiafya, hasa ikiwa ana tatizo la afya ya akili. Kwa sasa amelazwa katika wodi namba 4 akisubiri uchunguzi wa kitaalamu. Tukio hilo limezua taharuki kubwa miongoni mwa wakazi wa Songea, huku baadhi yao wakieleza kushangazwa na hali hiyo, ingawa serikali haitambui uwepo wa ushirikina. Athmani Muhamedi ambaye ni mkazi wa mtaa wa Ruvuma amesema anadaiwa kuwa mwanamke huyo alipita karibu na kanisa la Pentekoste, alipoteza mwelekeo na hatimaye akaanguka ndani ya uzio wa ofisi ya TANESCO akiwa uchi, huku usoni akiwa amepakaa unga. Naye Asha Omari, mkazi wa mtaa wa Mateka, ametoa wito kwa serikali na vyombo vya usalama kufanya uchunguzi wa kina ili kubaini ukweli kuhusiana na tukio hilo. Alipendekeza kuwa mwanamke huyo anapaswa kuwataja watu waliokuwa nao kwenye safari hiyo ili hatua madhubuti zichukuliwe dhidi ya vitendo vya ushirikina ambavyo vinakwamisha maendeleo ya jamii. Upande wake, mganga mfawidhi wa hospitali ya mkoa wa Songea, Daktari Magafu Majura, amesema kwa sasa yuko nje ya mkoa kwa shughuli za kikazi, lakini alithibitisha kuwa uchunguzi juu ya hali ya mwanamke huyo unaendelea na taarifa rasmi itatolewa baada ya uchunguzi kukamilika.